Na hujambo mtazamaji wa Mimani TV, karibu sana katika dondoo za Mimani. Msomaji wake ni Ibrahim Mngiaza ambaye nitakupitisha katika dondoo za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Na tukianza na dondoo za kitaifa, viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wakiongozwa na Katibu Mkuu John Mnyika wamewasili katika ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuitikia wito wake. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya jana tarehe 17 na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, imeeleza kuwa ajenda walioitiwa ni kauli mbiu ya No Reform, No Election. Chadema ilitangaza kampeni ya No Reform, No Election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, ikilenga kushinikiza mabadiliko ya kisheria kuelekea uchaguzi mkuu mapema mwaka huu. Na waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi amesisitiza kuwa ni muhimu kwa management ya wizara yake pamoja na wakuu wa taasisi zilizo chini yake kuelewa vyema majukumu yao katika kujenga taswira bora ya taifa. Kauli hiyo ilitolewa wakati wa mkutano wa mafunzo kwa viongozi wizara hiyo iliyofanyika Kibaha mkoani Pwani. Na tukigeukia katika anga la kimataifa, mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 yanatarajiwa kufanyika leo mji mkuu wa Angola. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya rais wa Angola, na Angola imekuwa ikijaribu kuwa mpatanishi kwa lengo la kufikia hatua ya kusitisha mapigano ya kudumu na kupunguza mvutano kati ya DRC na jirani yake Rwanda, ambayo imekuwa ikituhumiwa kwa kuwaunga mkono waasi wa Machi 23. Na tukigeukia katika ruba za kimichezo, mshambuliaji wa timu za Simba na Yanga na nahodha wa timu ya taifa ya Uganda The Cranes Emmanuel Arnold Okwi ametangaza kustaafu soka la kimataifa akiwa na umri wa miaka 30 na mbili, akihitimisha huduma yake ya miaka 16 ndani ya Uganda The Cranes. Klabu Okwi ambaye kwa sasa anacheza klabu ya Kiyovu Sports Club ya Rwanda alianza kuitumikia The Cranes mwaka 2009 akiwa amefunga magoli 28 katika michezo 95 ambayo pia alipewa unahodha wa The Cranes mnamo mwaka 2021 baada ya kustaafu kwa aliyekuwa golikipa Dennis Onyango. Na katika uga wa kimataifa, Liverpool wamewasiliana na watu wa karibu na mshambuliaji wa Newcastle United Alexander Isak mwenye umri wa miaka 25 kabla ya kuanza mchakato wa uhamisho majira ya joto. Mwisho wa dondoo za Mlimani. Mimi ni Ibrahim Mngiaza, nikutakia usikivu mwema na utazamaji mwema kwa vipindi maridhawa kutoka hapa Mlimani TV, na kwaheri.